Naam, huhali gani mpendwa wa mtazamaji wa Ngesi Media? Ninakusalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Nichukue nafasi hii kukaribisha sana katika kipindi hiki adhimu, kipindi cha Utatu Mtakatifu, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumanne kukupa mafundisho ambayo yatakuongoza katika kumjua Mungu wako aliyejifunua katika neno lake takatifu. Mimi ninayezungumza nawe ninaitwa mwalimu na mchungaji Godliven Maximilian Ngesi. Nikukaribishe sana, na ikiwa ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii, usiache kubonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uweze kupata notification mapema pindi tunapoweka video zetu mpya ambazo zitakuwa ni kwa ajili ya baraka ya maisha yako na wale wanaokuzunguka. Lakini usisahau jambo hili, katika nyakati tunazoishi watu wengi wanaibuka na mafundisho potofu ambayo yanakana fundisho la Utatu Mtakatifu. Nini cha kufanya? Wewe chukua tu hii linki, share na watu wengine, ili watu wengine nao waweze kubarikiwa, watu waweze kufunguliwa macho, wakaone ukweli juu ya fundisho hili la Utatu Mtakatifu. Karibu katika kipindi cha leo. Kipindi cha leo kinaenda kwa jina la mwanaume na mwanamke, umoja katika asili. Mwanaume na mwanamke, umoja katika asili. Kwa hivyo kabla tujaanza, nikukaribishe tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Asante kwa neema yako na asante kwa Roho wako Mtakatifu. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba uweze kuwa nasi, tuongoze na kutubariki kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Naomba nitoe samale kwa dakika chache sana juu ya kipindi kilichopita. Kipindi kilichopita tulikuwa tunajifunza juu ya mwili mmoja, siri kubwa. Tukaangalia jinsi ambavyo Biblia inafunua juu ya uwepo wa mwanaume na mwanamke, ambao kwa hao wawili walio katika ndoa wanafunua juu ya mwili mmoja. Na hii mwili mmoja Mtume Paulo anaita ni siri kubwa. Kwa nini iwe siri? Tuliangalia neno hilo siri ni mystery, sio secret, isipokuwa ni neno linaloitwa mystery. Tukilitafsiri kwa Kiswahili ni neno fumbo. Na hiyo imekuwa ni moja ya staili ya Mtume Paulo katika kuandika ukweli ule ambao Mungu anaufunua kwa awamu, anaufunua taratibu. Na ameandika katika Warumi, ameandika katika Wakolosai, ameandika katika Waefeso, na hapa pia katika Waefeso sura hii ya 5 Mtume Paulo anasema hii ni siri kubwa. Kwa hivyo neno siri linamaanisha ni ukweli ambao Mungu amekuwa anaufunua kwa awamu. Haukufahamika kizazi cha nyuma, lakini kwa kadri muda ulivyoenda Mungu alikuwa anaenda anaufunua kwa awamu katika jamii ya wanadamu. Na hivyo nini ambacho tulijifunza? Tukagundua ya kwamba mwanaume na mwanamke ni wamoja katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni wamoja katika asili. Eneo la pili ni wamoja katika kusudi, na ile kusudi ni kusudi la Mungu. Na eneo la tatu ni wamoja katika tabia, na tabia ya Mungu imefunuliwa ndani ya Biblia kama ambavyo tutaendelea kujifunza katika vipindi vyetu. Sasa leo tunaanza na kipengele cha kwanza. Mwanaume na mwanamke ni wamoja katika asili. Nilikazia jambo hili na naomba nilikazie tena kwa mkazo wote ya kwamba Biblia inafundisha ukweli juu ya swala la ndoa. Na watu wengi wanapofundisha mafundisho ya ndoa wanajikita katika eneo moja, na eneo hilo moja ni eneo ambalo ni dogo sana. Unajua, ndoa ni zaidi tu ya muunganiko wa kijamii, na wengi sasa wanajikita katika eneo hilo tu moja, wakielezea habari ya muunganiko wa kijamii, kwamba mwanaume anatakiwa amfanyie mambo haya mwanamke amfanyie mwanaume mambo haya, sijui ambusu, sijui afanye nini, mara ampikie chakula, mara sijui afanye nini. Ni kweli hayo mambo ndiyo yapo katika ndoa, lakini hatutakiwi kujikita katika mambo hayo peke yake. Kwa nini? Kwa sababu ifuatayo. Ndoa ni zaidi ya muunganiko wa kijamii. Ndoa inabeba jambo kubwa sana la kina. Ni jambo gani hilo mchungaji? Ndoa inabeba ukweli juu ya mambo makubwa haya mawili kama unavyoyaona katika kiambaza hapo. Jambo la kwanza, ndoa inafunua ukweli juu ya fundisho la Mungu, na hasa ikifundisha juu ya umoja wa Mungu. Ni kwa jinsi gani Mungu yupo katika uwepo wa nafsi tatu. Huo ukweli tunaweza kujifunza au tunaweza kuupata katika fundisho la ndoa. Lakini jambo la pili, ndoa inafunua ukweli juu ya uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Na ndio maana wakati ule Mungu anapomuumba mwanadamu, alimuumba Adamu kutoka katika mavumbi,
katika udongo wa ardhi. Maandiko yanatuambia Adamu alipewa usingizi, akalala, akachukua ubavu kutoka kwa mwili wa Adamu, akamtengeneza mwanamke. Maana yake ni nini? Hapo kuna fundisho kubwa sana. Ndio maana Mtume Paulo alisema hii ni siri kubwa, na nena habari ya Kristo na kanisa lake. Hapo kuna fundisho kubwa sana. Fundisho la mwanamke na mwanaume katika ndoa linatufundisha ukweli juu ya Kristo na kanisa lake. Kama vile Adamu alivyopewa mwanamke kutoka katika ubavu, Yesu pia alituoa sisi tukawa ni mke wake pale alipokufa msalabani. Kwa hiyo kanisa ni mwanamke wa Kristo, kanisa ni mke wa Kristo, na ndio alimpataje? Alipolala msalabani pale. Ndio maana maandiko yanasema akapigwa mkuki ubavuni. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba Yesu alijipatia mwanamke anayeitwa nani? Ambaye ndiye kanisa lake. Kwa hivyo ndoa inafundisha zaidi tu ya muunganiko wa kijamii, na natoa wito kwa wachungaji, natoa wito kwa wainjilisti, natoa wito kwa watu wote wanaofundisha mambo haya. Unapofundisha habari za ndoa, nenda zaidi ya muunganiko wa kijamii. Ndoa imebeba swala la kiroho. Ndoa imebeba jambo kubwa sana. Mambo mawili: moja, fundisho la Mungu, umoja wa Mungu, lakini mbili, uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Ndio fundisho la ndoa limebebwa hapo. Sasa leo tunapoanza na kipengele cha kwanza katika vile vitatu, mwanamke na mwanaume wanapoungana katika ndoa, maandiko yanasema ni wamoja katika asili, mbili, ni wamoja katika kusudi, tatu, ni wamoja katika tabia. Sasa tunaanza kile kipengele cha kwanza, mwanamke na mwanaume ni wamoja katika asili. Sasa asili yao ni ipi? Ndio leo tunaangazia, na fungu ambalo linatuongoza leo ni kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa 26. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Naomba uangalie katika kiambaza hapo, kuna maeneo ambayo nimeyapigia mstari, ni ya muhimu sana kuyazingatia. Jambo la kwanza ni neno Mungu au jina Mungu. Jambo la pili, mtu. Jambo la tatu, mfano wetu. Jambo la nne, sura yetu. Haya mengine niliyakazia katika vipindi vilivyopita, lakini basi leo tutakazia maeneo hayo matatu, na hasa hayo matatu: moja, mtu; mbili, mfano wetu; na tatu, sura yetu. Tunajifunza wamoja katika asili. Mwanaume na mwanamke wanakuwaje ni wamoja katika asili, kwa kadri ambavyo maandiko matakatifu yametufunulia. Sasa jambo la kwanza, mwanaume na mwanamke ni wamoja katika asili ya kibinadamu, kwa maana kwamba wao ni wanadamu, wote ni wanadamu. Mwanaume na mwanamke ni wanadamu. Ndio maana kwenye hilo fungu letu hapo Biblia inasema Mungu akasema tufanye mtu. Kwa hivyo mtu ni nani? Mtu ni kiumbe, mtu ni mwanadamu. Na neno hilo mtu hapo kama ulivyoliona ni neno ambalo linachukua wote wawili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume. Wote ni mtu. Mwanamke ni mtu, mwanaume ni mtu. Wote wako sawa, wote waliumbwa na Mungu, wote wana mwanzo, wote wana mwisho, maana dhambi ilipoingia wote walikuwa wana mwisho. Kwa hiyo Biblia inapotufundisha umoja wao katika asili, kipengele cha kwanza, maandiko yanatuonyesha ya kwamba mwanaume na mwanamke ni wamoja katika asili, kwa maana kwamba wao wote ni wanadamu, wote waliumbwa sawa kabisa. Sasa neno hilo mtu, kama unavyoona katika kiambaza, neno mtu limetumika katika Agano la Kale zaidi ya mara 500. Neno hili mtu linajumuisha wote wawili, kwa maana ya mwanaume na mwanamke. Sasa nilikuwa nafundisha fundisho hili nikapata maswali kutoka kwa watu ambao walikuwa wanauliza, wanasema sasa inakuwaje wakati ule Mungu anasema sasa nitamfanyia mtu huyu msaidizi? Kusoma ile Mwanzo 2 fungu la 18. Lakini pia pale anaeleza Mungu akamtoa yule mtu akamuweka katika bustani ya Edeni. Je, aliwatoa wote wawili? Na pale aliposema nitamfanyia msaidizi, je, aliwachukua wote wawili? Mbona kama hilo neno mtu lilikuwa linaongelea mtu mmoja tu ambaye ni mwanaume au ni Adamu? Sasa sikiliza vizuri tunapochambua neno hilo mtu kama ambavyo limefunuliwa katika kisa cha uumbaji. Twende pamoja katika Mwanzo sura ya kwanza na Mwanzo sura ya pili. Sura hizi mbili zinatuonyesha ukweli juu ya jinsi Mungu alivyoumba. Mwanzo sura ya kwanza na Mwanzo sura ya pili. Mwanzo moja na Mwanzo mbili zinakamilishana. Huwezi kuelewa Mwanzo moja bila Mwanzo mbili, na huwezi kuelewa Mwanzo mbili bila Mwanzo moja. Kwa hiyo ni vizuri unapojifunza habari ya uumbaji ujifunze juu ya sura zote hizi mbili pamoja na mafungu mengine huko
katika Agano la Kale na Agano Jipya. Lakini basi tuangazie hizi sura mbili ambazo zina mitazamo mikubwa miwili. Sura ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza, angalia katika kiambaza hapo, inaeleza uumbaji kwa mtazamo mpana, kwa maana ya ulimwengu wote wa ujumla. Ndio maana ukisoma Mwanzo 1 mpaka 31 inaeleza ukweli huo. Lakini Mwanzo sura ya pili yenyewe inaeleza kwa undani uumbaji wa mwanadamu, inajikita zaidi katika maisha yake na hasa alipokuwa katika bustani ya Edeni. Na ndio maana neno hili mtu unaona linatokea sehemu zote, Mwanzo sura ya kwanza na Mwanzo sura ya pili. Sasa tuanze Mwanzo sura ya kwanza. Neno mtu limetokea mara mbili tu katika mafungu mawili. Moja ni Mwanzo 1 fungu la 26 na 2 Mwanzo 1 fungu la 27. Neno linasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Fungu la 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Sasa njoo tuangazie hili neno mtu. Neno hili mtu katika Mwanzo sura ile ya kwanza ni neno la Kiebrania Adam. Angalia katika kiambaza hapo, neno la Kiebrania Adam. Neno hili Adam ni neno lenye maana ya mwanadamu kama lilivyotumika Mwanzo 1:26 na 27. Lina maana ya mwanadamu, lakini pia linaweza kumaanisha ubinadamu, na tatu linaweza kumaanisha jamii yote ya wanadamu. Na ndio maana sasa katika fungu hili la Mwanzo 1:26 na 27 anaposema mtu ana asili ya kibinadamu, ilijumuisha wanadamu wote kwa maana ya mtu mume na mtu mke. Na hiyo imeelezwa vizuri kabisa. Fungu la 27 pale maandiko yanasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Angalia maneno yaliyopigiwa mstari, mtu wakatawale. Hajasema mtu akatawale, ila ni mtu wakatawale. Neno wakatawale ina maana iko katika wingi, na anaifafanua vizuri. Fungu la 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba nani na nani? Mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo mwanamume na mwanamke ambao hawa ni wanandoa, walio katika ndoa, wana asili moja ya kibinadamu, wote ni wanadamu, kwa maana kwamba wote wako sawa, kwa maana kwamba thamani yao ni sawa, kwa maana kwamba utu wao uko sawa, kwa maana kwamba heshima yao na hadhi yao ni sawa, kwa maana kwamba wote wana mwanzo na wote wana mwisho, kwa maana kwamba wote wawili wanakamilishana. Kwa hiyo Mwanzo 1 sura ile ya kwanza na Mwanzo 1 fungu la 26 na 27 inapozungumzia habari ya mtu inajumuisha wote wawili, mwanaume na mwanamke. Na ni vizuri kuielewa hiyo, maana itatusaidia huko mbele tunapojifunza Mungu mmoja katika nafsi tatu. Unaposema Mungu inajumuisha Baba, inajumuisha Mwana, inajumuisha Roho Mtakatifu. Hiyo ni Mwanzo sura ya kwanza. Neno mtu limetokea fungu la 26 na 27. Neno hilo hilo mtu katika sura ya pili limetokea katika maeneo haya. Naomba uangalie hapo. Maandiko yameeleza katika Mwanzo 2 fungu la 5, anasema hapana mtu wa kuilima ardhi. Katika Mwanzo 2 fungu la 7 anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Katika Mwanzo 2 fungu la 8 anasema Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Mwanzo 2:15 Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mwanzo 2:15. Mwanzo 2:16 anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Na Mwanzo 2:18 anasema Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Sasa zingatia hapo, unaona kuna tofauti kidogo. Angalia katika kiambaza kuna katofauti kidogo hapa. Maandiko yanatuonyesha wakati anataja mtu kwenye mafungu hayo, mfano fungu lile la 8, fungu lile la 15, fungu la 16 na fungu la 18, kuna neno linaongezeka huyo. Anasema huyo mtu, huyo mtu, huyo mtu. Sasa neno hili mtu katika lugha ya Kiebrania lililotumika hapa lenyewe ni Hadam. Hadam. Angalia katika kiambaza hapo ni Hadam. Hii kumeongezeka neno ha. Sasa neno hili Hadam lina maeneo mawili, lina sehemu kuu mbili. Hili neno Hadam lina sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni ha,
ambayo lenyewe linamaanisha yule, na sehemu ya pili ni Adam, lenyewe linamaanisha mtu. Ndio maana ukiunganisha anasema huyo mtu, yule mtu. Na hapa mahususi kabisa aliyekuwa anatajwa alikuwa ni mwanaume, maana ndiye huyo mwanaume aliyeumbwa kwanza kwa njia ya mavumbi ya udongo. Alipofinyanga umbo lake kwa kutumia udongo, alikuwa ni mwanaume huyo, alifinyangwa afu akampulizia pumzi ya uhai. Maana mwanamke yeye aliumbwa kutoka kwenye ubavu wa Adamu. Lakini mbili, ndiye aliyetwaliwa akawekwa katika bustani, akaanza kuita majina, baadaye akaona hayuko peke yake. Mungu akasema si vyema akawa peke yake, nitamfanyia msaidizi. Ndipo sasa analetewa usingizi, anaumbwa mwanamke ambaye wanakuja wanakamilishana. Kwa hiyo nini ambacho tunajifunza hapa? Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26 na 27 linaposema mtu linamaanisha mwanaume na mwanamke. Mwanzo 2 unaposoma pale anaposema huyo mtu alikuwa anakazia habari ya mwanaume ambaye baadaye ndipo akaumbiwa mwenzi wa maisha ambaye yeye anaitwa Hawa, yani mwanamke. Kwa hiyo pointi ya kwanza ambayo tunajifunza hapo, maandiko yanapotufundisha umoja wa mwanaume na mwanamke katika asili, eneo la kwanza ni kwamba wote wana asili moja ya ubinadamu. Wote wako sawa. Hakuna aliye mkuu kuliko mwingine kwa sababu wote wameumbwa, wote watakufa, wote wako sawa, wote wana mwanzo na baada ya dhambi kuingia wote wana mwisho. Sasa hapo kumekuwa na changamoto kubwa. Kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa undermine wake zao, wanawanyanyasa na kuonyesha kwamba mimi ndiye mkubwa kuliko wewe. Sasa hiki kipindi kitatusaidia kufahamu ya kwamba sisi wote mbele ya Mungu tuko sawa, kwa sababu wote tuliumbwa. Na maandiko yanaweka wazi, ukisoma Wakorintho wa kwanza 11 fungu la 8, mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume na si mwanaume kwa ajili ya mwanamke. Vivyo hivyo mwanaume hawezi kuishi pasipo mwanamke. Kwa hivyo wanategemezana mwanaume na mwanamke, kwa maana kwamba lazima kuwe na kuheshimiana, lazima tuonyeshane utu, lazima tuthaminiane, lazima kila mtu afahamu ya kwamba yuko sawa mbele za Mungu. Hakuna aliye mkubwa kuliko mwingine tunaposimama mbele za Mungu aliye Mungu wetu. Hiyo ni pointi ya kwanza ya msingi. Pointi ya pili, tunapojifunza umoja wao katika asili, maandiko yanatuonyesha ya kwamba wote wawili waliumbwa kwa sura ya Mungu, kwa maana ya mwanaume pamoja na mwanamke, wote wawili waliumbwa kwa sura ya Mungu. Sasa naomba hapa pia ufuatishe kwa makini sana, kwa sababu wengine wamekuwa wanatafsiri vibaya wanapojifunza habari ya sura ya Mungu. Wengine wanadhani ni sura kama hii. Kwa hiyo anakuambia we bana, sura yako mtu asikudharau, we sura yako hata kama ni mbaya vipi, uliumbwa kwa sura ya Mungu, lakini akiwa anamaanisha neno hili. Kumbe sio. Biblia inatufundisha nini inapotuambia kwamba mwanaume na mwanamke wote wawili wameumbwa kwa sura ya Mungu? Njoo pamoja nami Mwanzo sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2. Neno linasema, hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu. Zingatia sana hiyo neno. Na kule mwanzoni tulisema hilo neno mtu ndani ya Biblia limetumika zaidi ya mara 500 likimaanisha wote wawili. Hapa ni sehemu ya hiyo mara 500. Hapa anasema Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu, alimfanya mwanaume na mwanamke, aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile alipowaumba. Kwa hiyo ukisikia ni wamoja katika asili, ni kwa sababu wote wawili, mwanamume na mwanamke, waliumbwa kwa sura ya Mungu. Hiyo sura ya Mungu ni nini? Angalia katika kiambaza chako. Kwa jambo la kwanza ni asili ya maadili, moral nature. Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwenye haki, Mungu hana dhambi, Mungu ana dhamiri safi. Alipowaumba mwanaume na mwanamke, Mungu aliwaumba wakiwa watakatifu kama yeye, Mungu aliwaumba wakiwa wenye haki kama yeye, Mungu aliwaumba wakiwa hawana dhambi kama yeye, Mungu aliwaumba wakiwa na dhamiri safi kama yeye. Na hiyo ndio sura ya Mungu. Kwa ukisikia tuliumbwa kwa sura ya Mungu, mwanaume na mwanamke, sote tuliumbwa na ile asili ya maadili mema. Tuliumbwa na hali ya utakatifu. Mungu hakuumba kitu chenye dhambi. Aliumba watu walio watakatifu kabisa, wasio na dhambi. Hiyo ni eneo la kwanza. Eneo la pili, tunapozungumzia sura ya Mungu, maandiko yanaeleza uwezo wa kiakili, intellectual nature. Mwanadamu alipewa uwezo wa kufikiri kwa kina. Mwanadamu alipewa uwezo wa kufanya maamuzi, na ndio maana ana utashi. Tutaangalia katika somo linalofuata. Mwanadamu alipewa uwezo wa kutambua mema na mabaya, na mwanadamu alipewa uwezo
wa kujifunza na kuvumbua mambo. Kwa hiyo intellectual nature, uwezo wa akili wa mwanadamu ulikuwa ni wa juu kama wa muumba wake. Sio kwamba unafanana, lakini uwezo ule wa kung'amua mambo na kufanya vitu katika usahihi na ustadi wake, Mungu alikuwa amempa mwanadamu uwezo huo. Mwandishi mashuhuri kabisa anaitwa Helen Hammond, katika kitabu chake cha Patrick and the Prophet ukurasa wa 45 aliandika maneno haya. Anasema mwanadamu alipaswa kuibeba sura ya Mungu katika umbo la nje na katika tabia. Kristo peke yake ndiye aliyechapa ya nafsi ya Baba, lakini mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Asili yake ilikuwa katika upatano na mapenzi ya Mungu. Sikiliza sasa point inayofuata. Akili yake ilikuwa na uwezo wa kuelewa mambo ya Mungu. Hisia zake zilikuwa safi, tamaa na shauku zake zilikuwa chini ya utawala wa akili, na alikuwa mtakatifu na mwenye furaha kwa kuibeba sura ya Mungu na kwa kutii kikamilifu mapenzi yake. Kwa hivyo maandiko yanapotufundisha kwamba mwanaume na mwanamke ni wamoja katika asili, inakazia ukweli juu ya kwamba wote wawili waliumbwa kwa sura ya Mungu. Kimaadili na hata kiakili walikuwa katika ukamilifu, wasio na doa, wasio na dhambi yoyote. Hiyo ni pointi ya pili, waliumbwa kwa sura ya Mungu. Pointi ya tatu, tunapojifunza umoja wao katika asili, maandiko yanatufunulia kwamba mwanaume na mwanamke wote wawili wanaunda mfano wa Mungu. Usichanganye haya mambo. Ndio maana nilikwambia lile fungu letu linatuongoza Mwanzo 1 fungu la 26. Hapa amesema mfano wa Mungu. Pointi iliyoisha ilikuwa ni sura ya Mungu. Haya ni mambo mawili tofauti. Moja, sura ya Mungu tumeiangalia, lakini mbili ni mfano wa Mungu, ndio hapa tunaangalia. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha ya kwamba mwanaume na mwanamke wote wawili kwa pamoja ndio wanaunda mfano wa Mungu. Kwa lugha rahisi ni kwamba mwanaume peke yake hawezi kuwa mfano wa Mungu, mwanamke peke yake hawezi kuwa mfano wa Mungu, lazima wawe wote wawili, na ndio Mungu alivyoumba. Maandiko yanasema hivi, Mwanzo 1:27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo unaona mfano wa Mungu unajumuisha nafsi zote mbili, mwanaume na mwanamke. Sasa ni mfano upi? Mfano wa Mungu umeelezwa katika maeneo yafuatayo. Kwa sababu ya muda wetu leo nitataja hayo machache, mengine tutaendelea katika kipindi kinachofuata. Jambo la kwanza, mfano wa Mungu umefunuliwa katika eneo hili hapa, utawala. Mungu ni mtawala, na alipoumba mwanadamu kwa maana ya mwanamke na mwanaume aliwafanya kuwa watawala. Mwanzo 1:26 maandiko yanasema Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Angalia hayo maneno, mtu ambayo ndio mwanaume na mwanamke walipewa kutawala, walikuwa watawala kama ambavyo Mungu ni mtawala. Mungu akawaweka kuwa watawala katika dunia hii. Wanatawala nini? Jambo la kwanza, walipewa kutawala samaki wa baharini, walipewa kutawala ndege wa angani. Jambo la pili. Jambo la tatu, walipewa kutawala wanyama. Jambo la nne, walipewa kutawala nchi yote. Jambo la tano, walipewa kutawala kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo utagundua utawala ambao Mungu alimpa mwanadamu ulikuwa ni utawala mkubwa sana, maana maandiko yanatuonyesha kwamba Mungu alimfanya kuwa mtawala katika kila ambacho macho yao yaliweza kuona. Zaburi sura ile ya 8 mstari wa 1 nitasoma. Maandiko yanaeleza hivi: wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Wewe umeuweka utukufu wako mbinguni, nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako. Hii neno tutaendelea kulichambua katika vipindi vinavyofuata. Vidole vya Mungu. Vidole vya Mungu ni vipi hivi? Anasema mbingu ni kazi ya vidole vya Mungu, mwezi na nyota ulivyoziratibisha. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako. Umevitia vitu vyote, zingatia hiyo neno, vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia, naam, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia ya baharini. Biblia inatueleza Mungu alimpa mwanadamu kuwa mtawala. Zaburi 115 fungu la 16 anasema, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo ukisikia mfano wa Mungu ambao Mungu anasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwenye eneo la kwanza
Biblia inatuonyesha ni kwenye eneo la utawala, kwa sababu Mungu ni mtawala, aliumba mwanaume na mwanamke wakatawale. Maana yake ni nini? Wewe mwanaume na mwanamke mnapaswa muwe watawala katika dunia hii, maana Mungu aliwaweka muwe watawala. Mwandishi Ellen G. White anaandika katika kitabu cha Patriarchs and the Prophets ukurasa wa 44, anasema hivi, anasema baada ya dunia pamoja na wingi wa viumbe vyake na mimea na wanyama kuumbwa, mwanadamu, kazi kuu ya muumbaji ambaye kwa ajili yake dunia hii ilikuwa imeandaliwa, alipewa mamlaka juu ya kila kitu ambacho macho yake yangeweza kuona. Anaandika pia katika kitabu cha Education ukurasa wa 20, anasema Adamu na Hawa waliumbwa ili wawe mfano na utukufu wa Mungu. Mambo mawili, wawe mfano na utukufu wa Mungu. Walikuwa wamepewa vipawa vinavyolingana na wito wao mkuu. Walikuwa na maumbo yaliyokamilika na yenye uwiano mzuri, sura zenye kuvutia, nyuso zilizong'aa kwa afya na nuru ya furaha na matumaini. Katika muonekano wao walifanana na muumbaji wao. Ufanano huo haukuonekana katika mwili pekee, bali katika uwezo wa akili pamoja na roho. Kwa hiyo Mungu alipowaumba wanadamu aliwafanya kuwa watawala. Hiyo ni eneo la kwanza la mfano wa Mungu. Eneo la pili la mfano wa Mungu ni eneo hili ambalo sasa, hili ndio eneo la makini ambalo watu wengi sasa wamerimiss point. Mwanaume na mwanamke ni mfano wa Mungu katika eneo lipi? Mwanaume na mwanamke ni nafsi mbili na kwa pamoja wanakuwa mtu, kama ambavyo tumekuwa tukiendelea kujifunza hapa. Wanafunua ukweli huo huo katika Mungu. Mungu ni mmoja katika uwepo wa nafsi tatu. Nafsi ya kwanza ni Baba, nafsi ya pili ni Mwana, nafsi ya tatu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiona mfano wa Mungu umefunuliwa vizuri katika mfano wa ndoa. Sasa kuna ambao wanapotosha hapa, naomba tuende vizuri. Wanasema kwamba mwanaume na mwanamke ndiyo ni mfano wa Mungu. Kwa hivyo Mungu pia amejifunua katika nafsi mbili. Kwa maana kama vile mwanaume ni nafsi ya kwanza, mwanamke ni nafsi ya pili, ni nafsi mbili. Kwa hivyo pia katika Mungu kuna Baba na kuna Mwana, hakuna Roho Mtakatifu. Sasa mimi sijui watu hawa wana vita gani na Roho Mtakatifu. Sijui. Lakini ninachojua ni hiki, kwa asili mwanadamu ana vita na mambo ya Roho wa Mungu. Yuko radhi kuyakubali na siku zote anayapinga. Maandiko yanatuonyesha hivi, kielelezo bora cha kutuonyesha nafsi zile tatu ndani ya uungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kielelezo hicho bora tunaweza kukipata katika mfano wa ndoa. Mwanaume na jukumu lake alilopewa yeye kama baba, mwanamke na jukumu lake alilopewa yeye kama msaidizi. Ndio maana utapata ukweli huo katika ndoa. Kuna Baba, kuna Mwana na kuna Roho Mtakatifu. Sasa ndani ya mtu kuna uwepo wa nafsi zaidi ya moja, mwanamke na mwanaume. Maandiko yameeleza wazi, kama fungu nililokusomea la Mwanzo sura ile ya kwanza fungu la 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu akamfanya mwanadamu. Kwa hiyo maandiko yanapotufunulia ukweli juu ya Mungu, yanatuonyesha Mungu yupo katika uwepo wa nafsi zaidi ya moja. Neno gani linalotuongoza kufahamu ukweli huo? Ni neno hili, tufanye. Hiyo neno tufanye lipo katika wingi. Neno la pili, mfano wetu, hajasema mfano wangu. Neno la tatu, sura yetu, hajasema sura yangu. Yote haya yanatuonyesha ndani ya uungu kuna uwepo wa nafsi zaidi ya moja. Sasa utaniuliza swali, mbona hapo hajaandika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Sikiliza. Kama ambavyo nimefundisha katika kipindi kilichopita, mafunuo ya Mungu, Mungu anayafunua taratibu. Ndio mpango wake, anayafunua taratibu. Hawezi akayafunua yote kwa pamoja hivi. Mwanadamu hana uwezo wa kuyastahimili. Kwa hivyo Mungu anamfunulia taratibu. Ndio maana katika fungu hilo la Mwanzo 1 fungu la 26, Mungu anaposema tufanye, unapoona wetu, unapoona yetu, hapo hajataja ni nafsi ngapi, lakini anataja uwepo wa nafsi zaidi ya moja. Maana hayo maneno ya wingi yanatuonyesha tufahamu kuna uwepo wa zaidi ya nafsi moja. Na hiyo inatuongoza katika pointi ya pili. Pamoja na kwamba Mungu hawezi akafunua yote kwa wakati mmoja, Mungu anatutaka pia tunapojifunza neno la Mungu tujifunze hapo, twende katika mafungu mengine. Ukisoma Isaya anaeleza huku kidogo na huku kidogo. Kwa hiyo ukijumlisha kwa pamoja huku kidogo na huku kidogo unapata maana nzima. Sasa hiyo Mwanzo 1:26 ili tuweze kuielewa, nilieleza hapa kama vipindi vilivyopita viwili. Kuna hiyo kauli hiyo ambayo Mungu anazungumza katika wingi, iko Mwanzo 1 mstari ule wa 26 na 27, Mwanzo 3 mstari wa 22 na Mwanzo
11 mstari wa 6 na wa 7. Nyingine ya 4 ni Isaya 6 fungu la 8. Katika kauli zote hizi za Mungu anapozungumza, kauli pekee ambayo tunaambiwa hapa bila hata vitabu vya roho ya unabii, hapa nani aliyezungumza? Ni kauli ya Roho Mtakatifu. Eneo gani? Isaya 6 fungu la 8. Bwana Mungu akasema, ni mtume nani, naye ni nani atakayeenda kwa ajili yetu? Kwa hiyo utagundua ya kwamba katika uungu, ndani ya Mungu kuna uwepo wa nafsi tatu. Sasa hizo nafsi tatu kama nilivyokuambia ndio tunajifunza sasa. Mungu anapoendelea kufunua taratibu, Yesu alivyokuja duniani alikuja kutufundisha mambo mawili makubwa. Moja, alikuja kutuokoa kutoka dhambini. Lakini mbili, Yesu alikuja kutufunulia juu ya Mungu ni nani. Ndio maana katika mafundisho yake yote alituelekeza kwa habari ya Mungu wa mbinguni, alifundisha kwa habari ya Baba wa mbinguni, hata akatufundisha namna ya kuomba. Lakini pia alifundisha kwa habari ya uwepo wake yeye, akakazia na akijua kabisa ya kwamba yeye ni nani na ametoka wapi. Na Yesu alitufundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu. Tunapata kauli yake ambayo imeweka nafsi zote hizi tatu kwa pamoja. Katika Mathayo sura 28 mstari ule wa 19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu anapoweka summary ya kile alichokuja kukifunua na anapokabidhi kazi ya utume kwa wanafunzi, anawaambia hivi, mnapoenda kufundisha wale watakao waamini, muwabatize. Wanabatizwa kwa nafsi zipi? Moja, nafsi ya Baba; mbili, nafsi ya Mwana; tatu, nafsi ya Roho Mtakatifu. Wanabatizwa kwa nafsi hizi tatu za kiungu, na ndio maana wanafunzi walibatizwa kwa nafsi hizo tatu, na hata watu wengi leo wanaomwamini Yesu wanabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na mitume nao walieleza ukweli huo. Ukisoma katika Wakorintho wa pili 13:14, Paulo anaeleza kwa kina. Petro wa kwanza 1:1-2 anaeleza kwa kina habari ya Baba, Mwana pamoja na Roho Mtakatifu. Na Yohana wa kwanza 5 fungu la 8, Yohana anasema hivi, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kwa hiyo utagundua Biblia nzima inatuonyesha juu ya uwepo wa nafsi hizi tatu, na hizo nafsi tatu basi ndio zinapofunuliwa katika Biblia. Kielelezo chake bora ni kielelezo cha ndoa. Mwanaume na mwanamke walio katika ndoa wanapokuwa katika umoja wao, wanafunua huo ni mfano wa Mungu, mwanaume pamoja na mwanamke. Kwa hiyo leo tumeangazia maeneo hayo matatu ambayo yanatuonyesha juu ya uwepo wa mwanamke na mwanaume kama asili moja ya kibinadamu. Moja, wote wawili ni mtu. Kisikia mtu inajumuisha mwanaume na mwanamke. Lakini mbili, wote wameumbwa kwa sura ya Mungu. Tatu, wote wameumbwa kwa mfano wa Mungu, ambao tumeona mfano wa Mungu katika maeneo mawili kwa leo. Moja, tumeangalia utawala. Mbili, tumeangalia uwepo wa nafsi zaidi ya moja. Hayo ndio maeneo yanayotuonyesha tufahamu mwanaume na mwanamke ni wamoja katika asili, na kwa umoja wao wanafunua kitu kikubwa zaidi juu ya Mungu, na kwa ukubwa zaidi wanatufunulia juu ya Mungu aliyejifunua katika uwepo wa nafsi tatu. Huo ndio ukweli ambao leo tumejifunza na kuangazia katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Ikiwa una swali, ikiwa una hoja, basi weka comment yako hapo ili nasi tuweze kuirespond kwa pamoja, na nikukaribishe. Kipindi hiki kinakujia live kila siku ya Jumanne saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 1:30 asubuhi, na kinarudiwa siku ya Ijumaa. Tunakuwa na kipindi cha Google Meet kinacho utatumiwa link ya Google Meet, na hapo utakuwa na nafasi ya kuweza kujifunza, na unauliza swali kama hujaelewa siku ya Jumanne, na hapa siku zote muda wa kutafakari, ili basi siku ya Ijumaa tuweze kujifunza na kuwa na interaction ya moja kwa moja na mchungaji Godliven Maximilian Ngesi. Kama ndio mara ya kwanza umeingia katika channel hii, usiache kubonyeza alama ya kengele subscribe, ili basi uweze kubarikiwa na mafundisho haya, na zaidi ya yote share ujumbe huu na watu wengine, ili basi tutoke katika giza la kutokufahamu na tukafahamu kile ambacho Mungu ametukilimia sisi kama watoto wake. Mungu akubariki, na nichukue nafasi hii kukaribisha katika kipindi kinachofuata siku ya Jumanne tukiwa pamoja, na tunapomaliza basi tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya kipindi cha siku hii ya leo. Asante kwa neema yako, endelea kuwa nasi, tuongoze na kutubariki. Mbariki mtazamaji, neema yako ikadumu kuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amen.